Ebana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Biomedia? Kwa siku nyingine tena tunakutana hapa mimi pamoja na wewe ambaye unanitazama kwa wakati huu. Karibu sana kwenye channel ya Biomedia. Cha msingi ni kusubscribe, gusa alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu. Mimi ni Official Rose D mpaka tamati. Leo niko na taarifa ambayo bidada Mange Kimambi amemjibu msanii Meja Kunta baada ya kutoa vitisho kwa wanaosema kuwa kamtoa mama yake kafara kisa utajiri. Bwana, mambo iko hivyo mjini na ni story ambayo ni takribani wiki 3 hivi tangu msanii wa muziki wa Bongo Flava Meja Kunta afiwe na mama yake mzazi. Sasa bwana, katika kipindi ambacho wengi walitegemea kumuona akichukua muda wa faragha na maombolezo, msanii huyo ameibuka tena kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwa kuachia kazi mpya ambayo aliipa jina la Siyawezi. Sasa wimbo huu bwana umetoka siku ya jana, huku mashabiki wake wakiwa na maoni tofauti juu ya hatua hiyo ambayo ameweza kuichukua bwana mkubwa Meja Kunta. Baadhi ya mashabiki wamedai kuwa ni mapema mno kwa Meja kuendelea na shughuli za burudani wakati majonzi ya kumpoteza mama mzazi bado ni mapya jamani. Sasa wakosoaji wake wamedai kuwa msanii huyo anaonekana kama amesahau msiba haraka mno, hasa baada ya kuonekana akiwa karibu na aliyekuwa mke wa Haji Manara, bidada Zailisa. Sasa katika mazingira ya kawaida ya jamii ya Kitanzania, maombolezo huchukua muda sana na mara nyingi familia zinahimizwa kuwa kimya na kuepuka shughuli za kijamii kama njia ya heshima kwa marehemu ambaye wamempoteza. Hili bwana ndilo ambalo linawafanya baadhi ya mashabiki waone hatua ambayo Meja akaichukua kama ni kinyume hivi na maadili ya jamii ya Kitanzania. Hata hivyo, sio wote ambao wako upande huo wa Meja wa jamii ya Kitanzania. Wapo ambao wanaamini kuwa kila mtu huomboleza kwa namna yake ambayo amezoea, na muziki wa Meja Kunta huenda ni njia mojawapo ya kujitoa kwenye huzuni na kuendelea mbele na kusonga na maisha mengine. Wameeleza kuwa msanii huyo ana kila haki ya kuendelea na kazi zake, hasa ikiwa anaamini kufanya hivyo kunaweza kusaidia kwenye mchakato wake wa kuponya hisia zake za kumpoteza mama mzazi. So kutokana na maoni hayo mseto ya mashabiki mbalimbali, Meja Kunta hakusita kujibu kupitia Insta story ya kwake kwa ujumbe mzito sana, ingawa hakueleza moja kwa moja yaliyomkera, bali ujumbe wake uliashiria kuchoshwa na maoni ya baadhi ya watu ambao wanajaribu kumwelekeza namna ya kuishi kipindi cha huzuni zake. Aliandika kwa uchungu sana kuwa watu hawajui machungu anayoyapitia na kwamba kila mtu ana njia yake ya kuishi na huzuni. Sasa katika jamii ya sasa ambapo mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa la maoni ya haraka sana na ya zaidi haraka zaidi na hukumu za papo kwa papo, tukio hili linatoa taswira pana sana kuhusu jinsi ambavyo wasanii wanalazimika kuishi maisha yao mbele ya macho ya umma ambao unawatazama. Swali la msingi linabaki, je, ni haki kumhukumu msanii kwa jinsi ambavyo anachagua kuomboleza, au tunapaswa kumruhusu kila mtu apitie kipindi chake kwa namna ambayo anaona yeye mwenyewe inafaa? Bana, katika kila msiba upo kweli mmoja, majonzi hana ratiba, na kwa msanii kama Meja Kunta bwana, huenda muziki ni sehemu ya uponyaji wake. You never know bwana. Na wakati mashabiki wanapaswa kuwa na maoni, ni muhimu pia kuwa na huruma na kuelewa kuwa si kila machozi huanguka mbele za watu na si kila tabasamu ni ishara ya furaha. Sasa baada ya Meja Kunta kutoa vitisho kwa atakayeongea kuhusu mama yake, leo bana bidada Mange Kimambi, hapa tunamzungumzia dada wa taifa although from Marekani, amemjibu Meja Kunta kwa kumwambia kuwa kupitia sasa akaunti yake ya Mange Kimambi hapo. Mimi na nukuu yote kwa yote ni kwa ajili ya faida ya wewe ambaye unanitazama. Ameandika hivi: mdogo wangu Meja Kunta, kinachowafanya wabongo wa kuhisi umemtoa kafara mama yako ni mwenendo wa maisha yako ya sasa. Tokea mama yako afariki umekuwa tajiri ghafla na jina lako limerudi upya mjini. Umenunua Range, gari ya kifahari, umetoa nyimbo mpya ambayo inasumbua, jambo ambalo haukuwa hivyo. Kwa hiyo kama unavyowajua wabongo bana, hawaangalie mtu anapambana vipi, wao wanachojua kuwa mtu akiwa na hela ghafla basi kamtoa mtu kafara. Cha kufanya sasa hivi usimsikilize mtu anasema nini, wewe focus kwenye mziki wako, ili mradi tu umemsitiri mama yako kwenye nyumba yake ya milele. Wewe endelea kufanya mziki wako, wala usiwasikilize wabongo, ndivyo walivyo. Haya, huyo ni dada wa taifa Mange Kimambi although from Marekani. Leo amekuwa na maneno ya busara sana. Bidada Mange hajawahi kuwa na maneno ya busara kama ambavyo tunamjua. Kama ni kuongea anaongeaga hashi kinoma yani kila mtu huwa anaongea hashi kwake, lakini imekuwa tofauti sana kwa upande wa Meja Kunta.
yale ambayo yanaendelea, yeye ameweza kuzungumza tena kwa kutumia busara ya hali ya juu, akimtaka Meja asisikilize mtu yeyote anasema nini juu ya kile ambacho kinaendelea kwenye maisha yake. Cha msingi ni kufocus na kazi zake ili aweze kupata kile ambacho anakihitaji. Kwako mtazamaji na mfuatiliaji na mwanafamilia wa channel hii ya Bayo Media, je, hilo ambalo linaendelea mitandaoni, nini maoni yako juu ya haya? Je, unadhani kweli Meja Kunta kamtoa mama yake kafara ili awe tajiri, au ni maneno tu ya wabongo kama ambavyo tunaambiwa wabongo hawana kubwa? Hata bidada Mange Kimambi amesema kwamba wabongo hawana kubwa, hawana dogo. Cha msingi tu umeshakuwa mtu maarufu, basi kila mtu atazungumza lake, kila mtu atazusha lake. Sisi tunatamani kupitia wewe ambao unatutazama kwa wakati huu, toe maoni yako. Lipi ambalo unaliona ni sahihi? Achilia comment yako chini hapo, tutapita nayo next video kabisa kwa ajili ya kuona mwanafamilia na lipi la kuzungumza. Hapo umeenjoy mwanzo mpaka tamati ambako tumefikia hii siku ya leo. Mimi ni Official Rose D. Subscribe Bayo Media, lakini pia Instagram, Facebook pamoja na TikTok, jina ni moja tu, Bayo Media. Yote kwa yote ni kuhabarishana story ambazo zimejiri kunako mitandao ya kijamii. Endelea kusalia na sisi kwa ajili ya kupata updates mbalimbali kile ambacho kinaendelea.